Bila shaka umekuwa na siku njema kabisa, nasi humu ndani tuko salama na tunakukaribisha sana katika jambo la leo la Oktoba 10 mwaka 2025. Langu jina ni Esther Chilato. Mimi ni Yusuf. Kwa muhtasari ni haya tuliona. Jambo la leo. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa huyo alikuwa akitumia mbinu ya kuingia katika nyumba hizo kwa kuvunja, lakini anavunja katika nyumba ile ambayo amemlenga mwanamke anayekusudia kumfanyia huo uhalifu. Yaani kama mimi binafsi mpaka sasa hivi silali. Nalala tungo macho kabisa, nasema labda yule aliyokuja juzi leo ataweza kurudi tena. Jambo la leo. Jambo la leo linapatikana pia katika tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz. Tuanze moja kwa moja jambo la leo kutoka Dodoma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mtuhumiwa mmoja aitwaye Pierre Simon mwenye umri wa miaka 20, mkazi wa Nzuguni B, kwa tuhuma za kuwabaka wanawake 4 katika matukio tofauti. Kamanda wa polisi mkoa huo, kamishna msaidizi wa polisi ACP Galos Hiera, amesema kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo kumetokana na msako maalum uliofanywa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi, kama ambavyo taarifa ya Gideon Gregory inavyoeleza. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa huyo alikuwa akitumia mbinu ya kuingia katika nyumba hizo kwa kuvunja, lakini anavunja katika nyumba ile ambayo amemlenga mwanamke anayekusudia kumfanyia huo uhalifu kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kuvunjia, na kutekeleza kitendo hicho kwa kutumia vitisho vya mjeruhi muhusika iwapo hata hiari kufanya hicho kitendo. Wanawake kadhaa wanaripotiwa kubakwa nyakati za usiku na watu wasiojulikana, huku wengine wakidai huenda wanaotenda matukio hayo wanatumia nguvu za giza, kwani huingia kimya kimya, hufanya unyama wao na kisha kuwatishia kuwa watakufa endapo watazungumza. Milango ilikuwa imefungwa tu yani vizuri tu, maana tulikuwa tushaanza kusikia taarifa zake muda, kwa hiyo tulikuwa tunaishi kwa tahadhari. Na tulikuwa tunafunga milango tu vizuri, tunaweka na vitu milangoni. Na ndio hivyo, sikujua ingeaje. Mimi tu nilishtukia mtu yuko kitandani. Na nilikuwa tunajigeuza nimwangalie mwanangu, ile nageuka tu namkuta mtu huyo hapo kanishikia kisu. Kaniambia tulia hivyo. Na sivyo nitamuua mwanao. Acha nifanye ninachotaka, nimalize niondoke. Alipofika ile baada ya kukurupuka mimi hapa nilipomuona ndo akanitishia pale, mwenyewe ndo alinivua nguo, nilikuwa nimevaa nguo. Sura hafichi, ila hapo anachotukifanya ni anazima taa zote. Yaani akishaingia mzee anatafuta kama ni switch ya chumbani kwako, sebleni, vima vyote anazima taa na kuwa na taa yake ndogo. Kwa upande wake mwenyekiti wa mtaa wa Nzuguni B, Isaya Mahiga, amesema kuwa baada ya mtuhumiwa kukamatwa, hali ya usalama imeanza kuimarika, ingawa bado kuna matukio mengine ya uhalifu kama wizi, jambo linaloacha wakazi katika hali ya wasiwasi kuhusu usalama wao. Hatutashughulika tu na teleza peke yake, tutashughulika na matendo yote, kwa sababu yote matendo hata ya wizi yanaleta uvunjifu wa amani ndani ya maeneo yetu. Kinachoweza kutusaidia sisi kama vijana na serikali au taifa kwa ujumla ni kuwa wabunifu, kutafuta fursa ambazo zinaweza zikatusaidia kutuinua kiuchumi na kutujenga kama taifa, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Lakini leo kama vijana tutageuka kuwa kinateleza, tuamini ya kwamba tunakuja kutengeneza kizazi cha ajabu sana ndani ya taifa letu. Nao wakazi wa mtaa huu hawakusita kueleza maumivu na athari za kisaikolojia walizopitia kutokana na matukio ya ukatili yaliyokuwa yakijitokeza katika eneo hilo, huku wakibainisha kuwa hali hiyo imeacha majeraha mioyoni mwao na kuwafanya waishi kwa hofu. Ni tatizo lilipotokea kwetu tulikuwa tunaogopa, kwa sababu hatukuwa na uhakika. Kwanza tunasikia tu, hata ukimtuma mtoto unakuwa na wasiwasi. Mwenzako labda jirani anakuambia au mtu, bwana angalia siku hizi kuna hii inaitwa teleza. Tukajiuliza ni nani na ni kwa nini anafanya hivyo. Tukawa hatujui, kwa hiyo tukawa tuna wasiwasi hata kumtuma mtoto, sisi wenyewe kutembea usiku. Inatupa hofu kwa vile sisi tuna wanawake zetu. Pindi unapotoka kazini unaenda kwa mwanamke wako, anakuambia leo nimechoka. Na sijui huyu jamaa anaingia pale anamtumia mwanamke anapotaka, akishamaliza mwanamke ndo anakurupuka. Nasikia anaingia kwa dawa gani. Wangu za mwezi ni 40. Ndio hivyo kesha kamata. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Asante Gideon Gregory kwa taarifa hiyo. Teresa sasa. Hivi Teresa alianzaga Arusha?
nilisikiaga Arusha kule kuna Samba Teleza alikuwa anaitwa hivyo. Na yeye anafanya matukio ya namna hii. Sasa yule alikuwa anajipaka mafuta mwili mzima. Then akishafanya uhalifu huwezi kumkamata. Ili kumshika unateleza. Sasa huyu amekuja na vitu vingine ambavyo anavifanya, vitu ambavyo si sahihi. Sawa. Jambo la Geita, hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo imekuwa sehemu rafiki ya watalii wa vipato vya aina zote kufika na kujionea vivutio vilivyopo kufuatia viwango vya fedha vilivyowekwa kwa wageni na wazawa, lakini imekuwa ikikabiliwa na changamoto kadhaa kama ambavyo taarifa ya Ibrahim Rojala inafafanua zaidi. Licha ya kuwa na faida lukuki, hifadhi hiyo inakabiliwa na changamoto ya uvamizi wa shughuli za kibinadamu, hususani katika eneo la uvuvi. Wananchi Frank James wa kijiji cha Kikumbaitale, Christina Bayona kutoka kijiji cha Kakanji, Fikirini Magoti na Alphonse Mahona wanaoishi jirani na hifadhi hiyo wanaeleza hasa ni kipi kinachowafanya vijana kuvamia ndani ya hifadhi licha ya kutambua kuwa hawaruhusiwi kufanya hivyo. Maweza form 4 wengi wanakosa ajira, yani nyumbani kuta maskini hawasaidii chochote kuendelea na masomo. Kwa anajikuta anashawishika kuingia katika hifadhi ya Rubondo na kuanza kuvua samaki ambao watakiwi kuvuliwa kwa nyavu haramu. Yani katika mashirika haya yanayozunguka katika jamii ya watu yawe na ubunifu wa vitu ambavyo vitawawezesha wale wanaozunguka ili kazi yao ya uvuvi isiwe ni tegemezi katika maeneo ya hifadhi. Ili kundi tunalohangaika la vijana linahitaji mikopo. Kama TANAPA kutakuwa na mikopo, ni bora tuwakopeshe hao watoto wetu wanaangamia. Ila niombe kitu kimoja, wasikopeshwe nyavu maana watarudi huku. Kufuatia uwepo wa changamoto hiyo, shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limekuja na mpango wa kufadhili mradi wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba ndani ya ziwa Victoria kwa jamii za wakazi wanaoishi jirani ya hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo, mradi ambao maelezo yake yanatolewa na afisa mahusiano wa hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo, Bwana Grayson Chegere. Vizimba vya samaki ni mradi ambao tumeshaianza baadhi, lakini hifadhi inafanya jitihada kuweza kupata tu ila serikalini pia na kupata ila kwa taasisi binafsi na mashirika mengine. Tumeandika proposal nyingi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wananchi wetu swala la vizimba. Tumeshatengeneza kizimba kimoja pale Bongera. Kwa hiyo ni mradi ambao ni mradi endelevu. Kikubwa kuna taratibu za kuomba. Tulipita kwenye hivi vijiji vyote kaambia watu wajiunge kwenye vikundi, sababu serikali haiwezi kusaidia mtu mmoja mmoja. Serikali inasaidia vikundi. Tulipita kipindi kile kulikuwa na mikopo ya uvuvi, Wizara ya Uvuvi, lakini pia na sisi tulikuwa na miradi ya maendeleo. Kwa hiyo niendelee pia kuhamasisha nyie na nyie mkahamasishe vijana wetu pale wajiunge katika vikundi, kwa sababu fursa pesa zinapopatikana tu basi na sisi tunaweza kuwasaidia ili waweze kujikwamua sasa. Baada ya juhudi hizo kufanyika, mkuu wa kitengo cha mawasiliano kutoka TANAPA Catherine Mbena akatoa wito wa kizalendo. Tulinde maliasili tulizonazo, lakini kikubwa tulinde mahusiano tulionayo kwa wivu. Yani tukifanya hivyo, hizi maliasili zitakuwepo, taifa letu litafaidika. Unaona hii misitu tunayoilinda hapa, haina faida hapa Rubondo, haina faida hapa kanda ya ziwa peke yake. Ina faida duniani kote. Hizi maliasili, wanyama na mimea tunayoilinda huku ndani. Ndio maana wageni wanatoka huko wanakuja kutembelea, si ndio? Kwa hiyo faida zake ni kubwa. Ili kuwezesha ulinzi shirikishi kufanikiwa, TANAPA kupitia hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo ambacho hupokea watalii wa kigeni 3,000 na wazawa 2,000 kwa mwaka, imetoa elimu ya uhifadhi kwa walimu wa shule 43 kutoka Geita, Muleba na Chato. Kutoka hapa 106.9 Jambo FM mkoani Geita, mimi ni Ibrahim Rojala. Shukran sana Ibrahim Rojala kutokea Geita. Na jambo la Mwanza, wananchi wa mtaa wa Igegere kata ya Bugarika jijini Mwanza wameiomba serikali kuwajengea kituo cha polisi katika eneo lao hili kudhibiti wimbi la matukio ya wizi na uporaji wa mali lililokithiri katika mtaa huo. Wakizungumza na Jambo FM, baadhi ya wananchi hao wamesema kukithiri kwa matukio hayo katika mtaa huo kumewafanya kuishi kwa wasiwasi. Mazingira tulionayo yani hatulizishi. Yani kama mimi binafsi mpaka sasa hivi silali. Nalala tungo macho kabisa, nasema labda yule aliyokuja juzi leo ataweza kurudi tena. Acha kanipigie mlango, anibie tena kanguo. Juzi nimeibiwa TV ilinyanyuliwe kaondoka. Nimepiga kelele, wananchi yani wakati wanakuja walinifungia nje. Kwa kweli serikali yetu naiomba kabisa ituone, itujengee kituo cha polisi ngarau, itusaidie. Yani manyanyaso ya hawa wahalifu
yapungue hayo matatizo ya watu tuwe tunalala na amani. Hata kwangu waliwahi kuja kama mara 3 wanavunja dirisha wanakosa toka mlinzi mwingine saa 8 ya usiku akasema nani huyu, na mimi ni mimi. Mzee Mabula namna gani, nikamleta mpaka akaangalia na akanishikilia kufunga hilo dirisha tena kulifunga. Mwenyekiti wa mtaa huo Ali Abbas amesema mpaka sasa uongozi wa mtaa huo tayari umefikisha malalamiko hayo kwa mamlaka husika na ametoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha usalama wa wananchi unaimarishwa. Nilivyoingia madarakani tulifanya mipango mizuri na wananchi, niwashirikisha wananchi, tukaunda vikundi vya kusaidia ulinzi, maana wananchi niwauliza tuwe tunaamshana kwa ajili ya kulinda au tuwe tunafanyaje, wakasema tuunde polisi jamii, na nikawashirikisha wakachagua, na mimi nikaongezea nguvu, na nimekuwa nikifanya kazi hiyo kwa uzuri na kwa kusaidia. Sema mtaa wangu ni mkubwa na kituo cha polisi kiko mbali, kuna polisi ni wachache. Kwa hiyo mimi ninachokiomba ni kwamba serikali sasa kupitia mkuu wetu wa kituo cha Nyakato ambaye anatuhudumia ni parefu, waweka kituo kidogo kwetu huku. Jambo la kimataifa, mwanaharakati wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado ametangazwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel 2025 kwa mchango wake mkubwa katika kupigania demokrasia, haki za binadamu na umoja wa kisiasa katika taifa lake lililokumbwa na mgogoro wa muda mrefu. Tangazo hilo lilotolewa leo mjini Oslo, Norway, na mwenyekiti wa kamati ya Nobel limeeleza kuwa Machado amekuwa kiungo muhimu cha umoja katika upinzani uliokuwa umepasuka, akisaidia kuunganisha wanasiasa na raia chini ya madai ya uchaguzi huru na utawala wa kidemokrasia. Machado aliyewahi kugombea urais kabla ya kuzuiwa na serikali ya Nicolas Maduro amekuwa nembo ya upinzani wa amani na amejipatia heshima kwa kukataa kuondoka nchini licha ya vitisho, kifungo cha nyumbani na mashinikizo makubwa ya kisiasa. Ushindi huu wa Nobel unamfanya kuwa Venezuela wa kwanza kutunukiwa tuzo hiyo ya amani ya Nobel. Jambo la michezo, shirikisho la soka Tanzania TFF limefungulia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora kutumika kwa michezo ya ligi kuu baada ya kufanya marekebisho yaliyokidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Uwanja huo ulifungiwa kutokana na miundombinu yake kutofaa kutumika kama ilivyoainishwa kwenye masharti ya kanuni ya leseni za club. Umekaguliwa na kukidhi vigezo vya kikanuni baada ya marekebisho yaliyoelekezwa kufanyika. Katika hatua nyingine, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kupitia kamati yake ya uchaguzi limetangaza orodha ya awali ya wagombea waliorejesha fomu za kuwania nafasi mbalimbali katika uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, ambapo mchakato wa usajili unatarajiwa kufanyika Oktoba 15, 2025 jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF wakili Benjamin Kalume, wagombea hao wanatoka katika makundi tofauti tofauti ikiwemo nafasi ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wakilishi wa klabu. Kwa upande wa nafasi ya mwenyekiti wa bodi, majina matatu yametajwa ambayo ni Nasoro Idris Mohamed, Sudi Said na Jose Hopaje Lugano. Katika nafasi ya makao mwenyekiti, kamati imeorodhesha wagombea wawili pekee, Heri Nasoro Misinga na Hassan Ramadhani Mhusin, ambao watachuana kuwania nafasi hiyo muhimu ya kusaidiana na mwenyekiti katika uendeshaji wa shughuli za ligi. Haya ndivyo ambavyo tunatamatisha jambo la leo la Oktoba 10 mwaka 2025. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Esther Chilato. Mimi ni Mina Yesu. Uwe na jioni njema.